katika jangwa lenye mchanga wa dhahabu na upepo wa joto, lilipo taifa dogo la United Arab Emirates, mahali ambapo ndoto kubwa ilipochipuka. Wakati huo dunia haikuwahi kufikiria kuwa kwenye ardhi hii patazaliwa shirika la ndege ambalo leo linatajwa kama miongoni mwa mashirika bora kabisa duniani, yani Fly Emirates. Karibu The Storyside. Mwaka 1985, Dubai haikuwa na jina kubwa kimataifa kama ilivyo leo. Shirika kuu la ndege la Gulf Air lililokuwa likihudumia eneo hili lilipunguza safari zake kuelekea Dubai. Hatua hiyo ilikuwa tishio kwa maendeleo ya kibiashara na usafiri wa anga wa jiji hili dogo lenye malengo makubwa duniani. Katika harakati za kutafuta suluhisho, familia ya kifalme ya Dubai chini ya Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, akiwa na maono ya mbali, alichukua hatua. Aliamini kuwa Dubai inaweza kuwa kitovu cha anga cha dunia ikiwa na shirika lake binafsi. Akaamua kumuita Maurice Flanagan, mtaalamu wa usafiri wa anga, na kumpa jukumu la kumwambia tengeneza shirika la ndege la Dubai. Kwa mtaji mdogo wa dola milioni 10 za Kimarekani, bila ruzuku ya serikali wala mkopo, Fly Emirates ilizaliwa. Walianza kwa kukodisha ndege mbili aina ya Boeing 737 na Airbus 300B4. Kisha wakaelekea anga la kimataifa kwa imani na si kwa nguvu. Wakati mashirika mengine ya ndege yakitegemea serikali, Emirates ilichagua njia tofauti: kujijengea jina kupitia huduma bora, nidhamu ya hali ya juu na heshima kwa abiria. Waliwekeza katika haya yafuatayo. Jambo la kwanza, wafanyakazi wa kimataifa waliopitia mafunzo makali. Jambo la pili, chakula cha daraja la juu ndani ya ndege. Na jambo la tatu, maboresho ya teknolojia na huduma za burudani. Na bila kusahau kuongeza safari hatua kwa hatua kuelekea Asia, Afrika na Ulaya. Hadi mwishoni mwa miaka ya 1990, Emirates ilishajizolea heshima kubwa kama shirika lililokuwa na huduma safi, ndege mpya na ratiba ya kuaminika. Huduma zao zilianza kuvutia watu kutoka pande zote za dunia. Karne ya 21 ilileta mapinduzi. Emirates haikukaa kimya. Iliingia kwenye soko la ndege kubwa kwa kununua Boeing 777 na kuwa mteja mkubwa wa Airbus A380. Usikichokijua, hii ni ndege kubwa zaidi duniani. Hii iliifanya Emirates kuwa na haya yafuatayo. Moja, ni shirika lenye idadi kubwa zaidi ya Airbus A380 duniani. Jambo la pili, kinara wa huduma za daraja la kwanza zikiwemo nyumba binafsi huko angani. Jambo la tatu, ni lounge za kifahari ndani ya ndege na uwanja wa ndege wa Dubai. Jambo la nne, huduma maalum kwa familia, watoto na wasafiri wa biashara. Lakini jambo la tano, ni bingwa wa kutoa burudani ya kisasa ndani ya ndege. Mpaka kufikia mwaka 2020, Emirates ilikuwa ikihudumia zaidi ya miji 150 katika mabara matano na ikijizolea tuzo nyingi kutokana na huduma bora kwa abiria wa daraja la kawaida, la biashara na la kifahari. Hakuna safari iliyo na mafanikio ikakosa kona, milima na mabonde. Hivyo Emirates nayo ilikumbana na dhoruba katika mafanikio yake. Miongoni mwa changamoto ilizokumbana nazo ni hizi. Jambo la kwanza, ushindani mkali kutoka mashirika ya Ulaya na Asia. Na jambo la pili, mashinikizo ya kisiasa kutoka mataifa ya Magharibi. Na jambo la tatu, janga la COVID-19 ambalo
lililazimisha kufunga safari nyingi za ndege za Emirates. Lakini hata hivyo, Emirates ilijibu changamoto hizo kwa haraka na kurekebisha haya. Jambo la kwanza, kurekebisha huduma kulingana na hali halisi. Na jambo la pili, kuongeza usalama wa kiafya. Jambo la tatu, kubadilisha ratiba na huduma kulingana na mahitaji. Jambo la nne, kuimarisha ushirikiano na mashirika mengine kama Qantas ya Australia. Jambo la tano, kuendelea na mafunzo kwa wahudumu wa ndege. Na jambo la sita, kufufua safari zake kwa kasi baada ya janga la kimataifa. Leo hii Emirates si tu shirika la ndege, bali ni nembo ya mafanikio ya Mashariki ya Kati. Makao yake makuu yapo katika uwanja wa kimataifa wa Dubai, DXB, uwanja unaoshikilia idadi kubwa ya abiria wa kimataifa kila mwaka. Emirates kwa sasa ina ndege zaidi ya 260. Ni mchanganyiko wa Airbus A380 na Boeing 777. Ina safari ya miji zaidi ya 150 duniani. Ina wafanyakazi zaidi ya 1045 kutoka nchi zaidi ya 160, na ina huduma bora ambazo mara nyingi hushinda tuzo za kimataifa. Kwa mataifa ya Afrika Mashariki, yani Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda, Emirates si jina la kushangaza, bali ni hazina kubwa sana. Shirika hili limekuwa kiungo muhimu kwa haya yafuatayo: kupitisha wasafiri wanaoenda Ulaya, Asia na Amerika; ushirikiano na mashirika ya ndani kwa safari za kuunganisha abiria; kuchochea biashara, utalii na uhusiano wa kimataifa; kuwapa vijana ajira, hususan sekta ya ndege, wahudumu na wahandisi. Katika miaka michache tu, shirika lililozaliwa jangwani, kutoka ndege 2 za kukodisha hadi kuwa mfalme wa anga wa dunia, Emirates imeweza kuandika historia inayosomwa na kila mpenzi wa usafiri wa anga. Fly Emirates ni mfano halisi wa ndoto inayotimia, na ushuhuda kuwa maono, maadili na bidii vinaweza kukupeleka mbali zaidi ya upeo wa macho. Ni somo kwa mashirika mengine kuwa na maono makubwa, kuheshimu abiria na kubadilika kulingana na dunia inavyoenda. The Storyside tunakusimulia kila hadithi ya Afrika na mahali popote duniani kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.